Binti mmoja aliniambia tuombee apate mchumba, tukaomba. Kanipigia simu amechangamka, "Pastor, Mungu anaweza. Nimepata mtu wa Mungu." Kaambia sawa binti yangu, njoo naye. Wakaja ofisini. Nikawashauri, baadaye nikamwambia binti, nenda niache na huyu mwamba niongee naye kidogo. Kaongea sana kama lisana. Baadaye nikarespond kwa yule binti, nikamwambia binti, huyu kijana anajielewa kwa jinsi nilivyoongea naye, nenda naye. Ila no sex until, hakuna ngono mpaka siku ya kufanyaje. Na nikamwambia hivi, hicho ndicho kipimo cha mume wako. Wakakaa kama miezi miwili. Yule dada siku moja akanipigia, "Pastor, huyu baba anang'ang'ana." Ananiambia issue ni mimi na yeye, sisi wengine tunathibitishiwa tu. Nikamuuliza, aliyesema usizidi ni mtu Mungu? Yule binti akaniambia Mungu. Nikamwambia, mwanangu, pindi utakapozini, maana yake umeenda kinyume na Mungu na utamzuia Mungu kutimiza makusudi ya kukuumba kwako duniani. Sasa chagua kati ya aliyeumbwa kama wewe au aliyekuumba, nani unataka umuheshimu? Nafikiri ilifika miezi mitatu akanipigia analia, "Pastor, ameniacha." Nikamuita ofisini nikamwambia, sasa binti, tulifunga tukamuomba Mungu, Mungu akakupa mchumba, ukanipigia, "Pastor, nimepata, Mungu anaweza." Kwa nini pia ulivyoacha usingenipigia, "Pastor, Mungu anaweza, nimeachwa, Mungu ni mkubwa"? Hivi unafahamu kwenye maisha yetu kuna wakati tunawapoteza watu kwa ajili ya makusudi Mungu aliyoweka ndani yetu.